Uongozi wa Papa una historia tajiri na tata inayorejea karibu milenia miwili. Historia hii ilianza na Mtakatifu Petro, anayechukuliwa kama Papa wa kwanza wa Wakristo kulingana na desturi ya madhehebu kama vile ya Kikatoliki. Kufuatia kifo chake kwa ajili ya imani yake huko Roma na kuzikwa kwake katika kile kinachojulikana sasa kama Basilika ya Mtakatifu Petro, ni ishara ya mwanzo wa utamaduni wa uongozi wa Papa. Katika karne za awali, jukumu la Papa lilihusiana zaidi na uongozi wa kiroho na kueneza Ukristo katika kipindi cha mateso na mgawanyiko. Katika karne ya 19 na ya 20, uongozi wa Papa uliendelea kubadilika, kupoteza mikoa ya Papa mwaka 1870 na kuanzishwa kwa jimbo la Vatican kama nchi huru mwaka 1929. Kulikuwa na mabadiliko makubwa katika uhusiano kati ya uongozi wa Papa na serikali. Baraza la Pili la Vatican kati ya mwaka 1962 hadi 1965 lilikuwa hatua muhimu kwa Kanisa Katoliki, likileta marekebisho makubwa ikiwa ni pamoja na mabadiliko ya liturujia, yani liturgy, na kuongezeka kwa ushirikiano na ulimwengu wa kisasa. Mapapa wa hivi karibuni kama vile John Paul wa pili, Benedikto wa 16 na Francisco wameendeleza jukumu la uongozi wa Papa katika jamii ya kisasa, wakilenga masuala kama vile haki za jamii na masuala ya mazingira. Hebu sasa tuangazie mchakato wa uchaguzi. Msikilizaji, uchaguzi wa Papa ni utaratibu muhimu na wa heshima uliofungamana na mitazamo ya karne nyingi. Unapangwa na chuo cha makardinali ambao ni maafisa wakuu wa kanisa kwa kawaida wanaoteuliwa na Papa. Mara baada ya kifo au kujiuzulu kwa Papa, chuo cha makardinali kinafanya mkutano wa siri ambao utafanyika kwenye kanisa la Sistine. Mchakato huu unaweza kudumu kutoka siku chache hadi wiki kadhaa. Makardinali wanapiga kura kwa siri. Kura nyingi zinahitajika ili kuchagua Papa mpya. Kura hufanywa mara kadhaa kwa siku, na wakati kardinali anapochaguliwa ni lazima kubali jukumu hilo. Mara baada ya mgombea kukubali kuwa Papa, anachagua jina la uongozi la Papa, mara nyingi likionyesha mtangulizi ambaye anataka kumheshimu au mtakatifu ambaye anataka kufanana naye. Papa mpya hutangazwa hadharani, kawaida kupitia Basilika ya Mtakatifu Petro. Papa mteule hutoa baraka ya kwanza na kuhutubia umati. Sifa kuu na matarajio ni pamoja na mamlaka ya kiroho na maadili, ujuzi wa kidiplomasia, mafundisho ya Kikatoliki na ya kijamii. Papa Francisco, aliyezaliwa Jorge Mario Bergoglio huko Buenos Aires, Argentina, amekuwa Papa tangu Machi 13 mwaka 2013 na ni maarufu kwa kuwa Papa wa kwanza wa Jesuit. Teddy Otieno, Radio Citizen, Nairobi. Radio Citizen.